بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Naam, kwa tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la ulumul Qur'an, na leo tupo kurasa nambari 46 katika kusoma kanuni ya kutambua maana za matamshi mageni ya Qur'an. Tamam? Lakini kabla tujaenda mbele, turudi nyuma katika ukurasa nambari 41 ule juu kabisa aliposema Sheikh wa sifatu dhalika an yashghala qalbahu. Mwanzo tulisema an yashtaghila, sasa usahihi wake ni an yashghala, kwa sababu hii ni shaghala yashghalu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo mtaeka sawa fanya hivyo. Naam, tunaendelea. Anasema Sheikh qa'idatun, akiwa na maana hadhihi qa'idatun, hii ni kanuni fi ma'rifati gharibihi, katika kuweza kutambua matamshi mageni ya Qur'ani. Kwa maana matamshi mageni ya Qur'ani utayatambua vipi? Ndio unapewa kanuni hapa. Kwa maana haya maelezo yanayoelezwa hapa ndiyo kanuni. Tamam, ataeleza kanuni, lakini pia atakuonesha kwamba hata maswahaba pia walishindwa kufahamu baadhi ya matamshi mageni ya Qur'ani. Sasa baada ya kushindwa walifanya vipi? Utaona ndani. Anasema qa'idatun, kwa maana hadhihi qa'idatun, hii ni kanuni fi ma'rifati gharibi, katika kuonesha namna ya kuweza kutambua maana za matamshi mageni yaliyomo ndani ya Qur'ani. Anasema al-gharibu, tamshi geni, huwa al-lafdhu alladhi, ni lile tamshi ambalo yahtaju ila al-bahthi an maanahu fi al-lughati. Huwa al-lafdhu alladhi, ni lile tamshi ambalo yahtaju, linahitajia ila al-bahthi, kutafuta uhakika an maanahu, wa maana yake fi lughati, katika lugha. Wa marji'uhu, na marejeo ya kulifanya hilo, maana marejeo ya kuweza kutafuta uhakika wa maana ya tamshi hilo katika lugha. An-naqlu, ni kupokea kutoka kwa shekhe, kwa maana mtu upokee kutoka kwa shekhe au kwa maana wachuoni. Tamam. Wal kutubu al-musannafatu fihi, na kurejea katika nini? Vitabu vilivyotungwa fihi, katika nini? Kuelezea maana ya hayo matamshi mageni yaliyomo ndani ya Qur'an. Tamam. Wayambaghi al-i'tina'u bihi, na kunatakiwa kujitahidi bihi, katika hilo. Wayambaghi al-i'tina'u bihi, na kunatakiwa kujitahidi katika hilo. Kwa maana kwa yule mwenye kutaka nini? Kufahamu, basi ajitahidi. Kujitahidi kwa maana vipi? Afuatilie kitabu zaidi ya kimoja, na vitabu ambavyo vimetungwa katika kueleza gharibul Qur'an ni vingi mno. Tamam, ni vingi mno. Faqad akhraja al-Baihaqi, hakika amepokea al-Imam al-Baihaqi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kupitia hadithi Abi Hurairah marfu'an, ikiwa ni hadithi marfu', kwa maana ikiwa ni hadithi ambayo maneno yake ni maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasemaje? a'ribul Qur'ana waltamisu gharaibahu. Tamam. A'ribul Qur'ana, yafahamuni maana ya matamshi ya Qur'an. Tamam. A'ribul Qur'ana, tamam, yafahamuni matamshi ya Qur'an, kwa maana jitahidini ufahamu maana za matamshi ya Qur'ani. Waltamisu gharaibahu, na jitahidini kutafuta maana za matamshi yake mageni. Hiyo maana ya hadithi hii. Tamam, hakadha. Wa akhraja, na akapokea tena al-Imam al-Baihaqi min hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kupitia hadithi Ibn Umar, Mwenyezi Mungu amridhie yeye na mzee wake, marfu'an, pia vile vile ikiwa ni hadithi marfu', kwa maana maneno yake ni maneno ya mtume. Tamam. Amepokea hadithi al-Imam al-Baihaqi kupitia hadithi Ibn Umar ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qaraa al-Qur'ana, yoyote atakayesoma Qur'ani, fa'arabahu, akatambua au akafahamu maana ya matamshi yake. Kwa maana yoyote ambaye atasoma Qur'ani huku akiwa anatambua au anafahamu maana ya yale matamshi yake, kana lahu, atapata mtu huyo, bikulli harfin, kwa kila herufi anayoisoma, 20 hasanatan, atapata malipo 20. Kwa maana atapata thawabu ngapi? 20. Tamam. 20 hasanatan, atapata mema
20, kwa maana atapata thawabu ngapi? 20. Waman qara'ahu bighairi i'rabin, waman qara'ahu bighairi i'rabin, na mwenye kuisoma Qur'ani bighairi i'rabin, basi na kufahamu maana za matamshi yake, kana lahu bikulli harfin 10 hasanatin, atapata yeye kwa kila herufi atakayosoma 10 hasanatin, mema 10, kwa maana thawabu ngapi? 10. Walmuradu bil i'rabi, na kinachokusudiwa bil i'rabi, kwa tamshi la i'rab kwenye hadithi mbili hizi, maarifatu maani alfadhi, ni kutambua maana za matamshi ya Qur'an. Tamam. Walaysa almuradu, na hakuja kusudiwa, walaysa almuradu, na hakuja kusudiwa bihi, kwa hilo tamshi la i'rab kwenye hizo hadithi mbili, al-i'rab al-mustalah alayhi 'inda an-nuhat, hakuja kusudiwa al-i'raba, ile i'rabu al-mustalah alayhi, waliokubaliana juu yake, 'inda an-nuhati, wanawazuoni wa nahwu, haijakusudiwa i'rabu hiyo. Tamam. Na i'rabu waliokubaliana juu yake wanawazuoni wa nahwu ni zile kanuni za kutambua mabadiliko yanayopatikana mwisho wa matamshi. Tamam. Baada ya hapo shekhe akaongezea maelezo kidogo yanayohusiana na ile i'rabu waliokubaliana juu yake wanawazuoni wa nahwu. Akasema wa huwa, na hiyo i'rabu waliokubaliana juu yake wanawazuoni wa nahwu, maana ile ambayo yuqabilu lahna, inayotofautiana na usomaji wa makosa, inayotofautiana na usomaji wa makosa. Kwa nini? Kwa sababu i'rabu waliokubaliana wanawazuoni wa nahwu ni kutambua kanuni za mabadiliko yanayopatikana mwisho wa matamshi. Tamam. Sasa mtu ambaye anatambua kanuni hizo anakuwa anasoma nini? Anasoma vizuri, anasoma kwa usahihi. Sasa kinyume cha kusoma kwa usahihi ni kusoma kwa makosa. Tamam. Ndio akasema huwa, na hiyo i'rabu walikubaliana juu yake wanawazuoni wa nahwu, ma yuqabilu lahna, ni ile ambayo inayotofautiana na usomaji wa makosa. Tamam. Kisha akaongezea tena maelezo kidogo, akasema lianna alqira'ata, kwa sababu kuisoma Qur'ani, ma faqdihi, pamoja na kukosekana nini? I'rabu ile waliokubaliana wanawazuoni wa nahwu, laysat qira'atan, kisomo hicho cha Qur'ani hakizingatii kuwa ni kisomo, wala thawaba fiha, wala hakuna thawabu ndani yake. Akaishi hapo. Tamam. Anasema kwamba ule kuisoma Qur'ani basi na i'rabu, yani kwa maana, kwa nini kasema i'rabu ile ambayo wamekubaliana wanawazuoni inatofautiana na usomaji wa makosa? Kwa nini? Kwa sababu kusoma Qur'ani basi na kuchunga i'rabu ni kusoma makosa. Tamam. Na uko kusoma kwa makosa si kisomo, na lakini pia haipatikani thawabu ndani yake. Tamam. Hakadha mfano wake kwenye idha jaa nasrullahi, huu ni usomaji sahihi. Mtu atakaposema idha jaa nasra, baada ya nasru akasema nasrullahi, amesoma makosa na alichokisoma si kisomo, lakini pia apate thawabu. Tamam. Hakadha. Baada ya maelezo haya mafupi shekhe ya kutuonesha kwamba kilichokusudiwa katika hadithi mbili zile ni hichi kilichoelezwa hapa, na si kile ambacho pengine mtu angekifikiria akaendelea na maelezo yake ya kutoa kanuni za kutambua nini matamshi mageni yaliyomo ndani ya Qur'ani. Akasema wa ala al-khaidh, na kunatakiwa kwa mwenye kuzama, fi dhalika, katika kutambua maana ngeni za matamshi ya Qur'ani, atathabutu, kunatakiwa kwake yeye atathabutu, kuthibiti, kwa maana kujitahidi, warujuu, na kurejea, ila kutubi ahli alfanni, kurejea katika vitabu vya fani hii, ila kutubi ahli alfanni, kurejea katika vitabu vya fani hii. Tamam. Wa adamul khawfi, na kuacha kuzama na nini? Wa adamul khawfi, na kuacha kuzama kwenye kunini, kwenye kutaka kutambua maana za matamshi mageni yaliyomo ndani ya Qur'ani, bidhanni, kwa dhana. Kwa maana hatakiwi kutumia dhanna hata kidogo. Anachotakiwa yeye ni ajitahidi apate yaqini za maana ya matamshi hayo kupitia nini? Kupitia vitabu vilivyotungwa kwenye fani hiyo. Tamam. Baada ya hapo akasema fahaula as-sahabatu, watazame wale ambao ni maswahaba. Fahaula as-sahabatu, watazame wale ambao ni maswahaba. Wa humul arabul arba'u, nao ni waarabu wa asili.
wa ashabu lughati, na ni watu wa lugha alfusha iliyokuwa fasaha, waman nazala alquranu alaihim, waman, na ni wale ambao nazala alquranu alaihim, Qurani iliteremka juu yao, wa bilughatihim, tena kwa lugha yao, tawaqafu, walijizuia, fi alfadhin lam ya'rifu maanaha, katika yale matamshi ambayo lam ya'rifu maanaha, hawakutambua maana zake za hakika. Falam yaqulu fiha shay'an, basi hawakusema fiha, katika matamshi hayo, shay'an, chochote kile. Maswahaba walipokuwa wakiulizwa kuhusiana na maana za matamshi mageni yaliyomo ndani ya Qur'ani, sasa ilikuwa mtu kama ajui anakaa kimya, asemi chochote. Tamam. Wa akhraja Abu Ubaid, na amepokea Abu Ubaid fi al-Fadail, kwenye kitabu chake kiitwacho al-Fadail, an Ibrahima at-Taymi, naye huyu Abu Ubaid akipokea kutoka kwa Ibrahim at-Taymiya, anna Abu Bakr as-Siddiq, ya kwamba Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhie, suila an qawlihi ta'ala, aliulizwa kuhusiana na kauli yake Allah aliyosema wafakihatan wa abban. Wafakihatan wa abban, fakihatan bimaana matunda, wa abban maana yake ma tar'ahu albahaim, ni kile kitu ambacho kinaliwa na wanyama. Mfano wa wanyama hao ng'ombe, nyati, punda milia, mbuzi, ngamia. Tamam. Kwa maana nyasi ndefu au nyasi fupi. Tamam. Sasa Sayyidina Abu Bakar aliulizwa kuhusiana na aya hii, wafakihatan wa abban, faqala, akasema, ayu samain tudhilluni, ni mbingu gani ambayo itanifunika mimi, itanipa kivuli mimi? Au alisema ayu ardhin taqiluni, ni ardhi gani ambayo itanikinga mimi? In ana qultu, tamam. In ana qultu, ikiwa mimi nitasema, fi kitabillahi, ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, ma la a'lam, kile kitu ambacho sikitambui, kuonesha kwamba nini, anaofia kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa atasema ndani ya Qur'ani kukisemea kile kitu gani, kile kitu ambacho nini hakitambui. Angalia. Tamam. Na hapa tamshi ambalo alikuwa litambui Sayyidina Abubakar si tamshi la fakihatan, ni ile tamshi la wa abban, tamshi la abban, hili ndio alikuwa litambui. Tamam. Hakadha, ili tamshi la fakiha ni tamshi maarufu katika lugha yao ya Kiarabu. Tamam. Kwa hiyo Sayyidina Abubakar alipoulizwa kuhusiana aya hii alisema hivi kuonesha uzito wa kutamka na kuongelea kitu ambacho nini haukijui tena, hasa ndani ya Qur'ani. Tamam. Hakadha. Wa akhraja an Anas, na akapokea tena huyu Abu Ubaid kutoka kwa Anas, anna Umar ibn al-Khattab, ya kwamba Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhie, qaraa ala al-minbar, alisoma ala al-minbar, akiwa juu ya minbar alisoma aya ile wafakihatan wa abban, faqala, kisha akasema, hadhihi al-fakihatu qad arafnaha, hili tamshi la al-fakihatu qad arafnaha, hakika maana yake tumeshaitambua. Fama al-abbu, je, ni ipi maana ya tamshi la abbu? Thumma raja'a ila nafsihi, kisha akarejea katika nafsi yake, kwa maana akawaambia watu au akajiambia mwenyewe. Tamam. Thumma raja'a ila nafsihi, kisha akajiambia mwenyewe katika nafsi yake. Thumma raja'a ila nafsihi, kisha akarejea katika nafsi yake, kwa maana kisha akajiambia mwenyewe ndani ya nafsi yake. Faqala, akasema, inna hadha, hakika jambo hili, la huwa al-kalafu, ni jambo zito, ya Umaru, ewe Umar. Tamam. Hakadha. Wa akhraja, na akapokea pia Abu Ubaid min tariqi Mujahid, kupitia njia ya Mujahid, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, naye Mujahid akipokea kutoka kwa Ibn Abbas, qala Ibn Abbas alisema, kuntu, nilikuwa, la adri ma fatiru samawati,
kuntu, Ibn Abbas anasema kuntu, nilikuwa, la adri, sijui, ma fatiru samawati, nini maana ya fatiru samawati, hatta atani a'rabiyan, tamam, hatta atani a'rabiyan, tamam, mpaka wakanijia mimi, au mpaka waliponijia mimi, tamam, hatta atani a'rabiyan, mpaka waliponijia mimi mabedui wawili. Mabedui ni wale watu ambao wanaishi mashambani katika yale maeneo gani ya jangwani, tamam, katika sehemu za majangwani, tamam, hakadha. Kwa hatta atania a'rabiyani, mpaka wakanijia mabedui wawili, yakhtasimani, waliokuwa wakigombana, fi bi'rin, kwa sababu ya kisima, fi bi'rin, kwa sababu ya kisima. Faqala ahaduhuma, akasema mmoja katika hao mabedui wawili, ana fatartuha, mimi ndiye niliyekigundua mwanzo, mimi ndiye niliyekivumbua. Yaqulu ana ibtada'tuha, kisha akasema mwingine, mimi ndiye niliyekianzisha. Kwa maana vipi? Wote walikuwa wanakusudia maana hii, maana moja, sawa sawa, maana hii, maana moja, lakini tofauti ni kwamba vipi, huyu wa kwanza yeye ndiye aliyegundua kwamba hapa kuna chemchemu ya maji, sawa sawa, kuna chemchemu nini ya maji, na akaona hiyo, lakini hakushughulika nayo. Kisha huyu wa pili yeye akashughulika nayo, kwa maana akaiwekea mazingira mazuri, akaitengeneza, ikawa sasa ni kisima kamili. Sasa watu wanaweza nini kukitumia, na hiyo ndio maana ya fatiru samawati, kwa maana muumbaji wa mbingu. Sasa sawa, na kuumba kwenyewe ni kule kuumba ambako hakukutanguliwa na mfano wake, tamam. Aftara, mtu akisema aftartu, tamam, mtu akisema fatartu, sawa, mtu nini akisema fatartu shay'an ma, tamam, mtu akisema fatartu shay'an ma, kwa maana yeye ndiye wa kwanza kukivumbua na kukianzisha, na hakutanguliwa na yoyote katika kufanya hilo, kwa maana hakuna mtu aliyemtangulia katika kufanya hilo, tamam, hakadha. Kwa hiyo hawa bwana kubwa walikuwa wanagombana, wakaenda mbele ya Ibn Abbas, mmoja akasema ana fatartuha, mimi ndiye niliyekigundua mwanzo, kwa maana hakuna aliyegundua kama kuna chemchemu ya maji hapa isipokuwa mimi. Yakulu, yule mwingine akasemaje, ana ibtada'tuha, mimi ndiye niliyekianzisha. Akusema ana fatartuha, wala vizuri hapa, akusema ana fatartuha, yeye akasemaje, ana ibtada'tuha, mimi ndiye niliyekianzisha, kwa maana wa kwanza ndiye aligundua uwepo wa maji ile sehemu, sawa, akawafahamisha na wengine. Kisha huyu mwingine wa pili, yeye ndiye aliyekuja kutengeneza mazingira, kikawa ni kisima kamili, kwa maana kama alichimba au kama aliekea mawe pale, maji yakawa yanadhibitika vizuri, tamam, hakadha. Kwa hiyo akajua kumbe maana ya fatir, kwa maana mvumbuzi ambaye hakutanguliwa na mwingine katika kile alichokivumbua, tamam. Kwa hiyo akatambua hapa maana ya nini fatiru samawati. Wa akhraja Ibn Jarir, na amepokea Ibn Jarir an Sa'id ibn Jubair, an Sa'id ibn Jubair, kutoka kwa Sa'id ibn Jubair, annahu, kwamba yeye Sa'id ibn Jubair suila, aliulizwa, an qawlihi, kuhusiana kauli yake Allah inayosema wa hananan min ladunna, na rahma kutoka kwetu sisi, Hii ni sehemu ya aya iliyo katika suratu Maryam, tamam, hakadha. Allah anamzungumzia Nabii Isa na mama yake nana Maryam, tamam. Faqala, akasema Sa'id ibn Jubairi, sa'altu anha Ibn Abbas, nikamuuliza kuhusiana na matamshi haya au kuhusiana na aya hiyo Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, falam yujib fiha shay'an, na hakunijibu katika hilo chochote, tamam. Sa'id ibn Jubair alivyoenda baada ya yeye kuulizwa akaona mimi sijui, lakini acha nimfuate Ibn Abbas, huenda yeye akawa anajua. Lakini Ibn Abbas naye alivyoulizwa hakujibu chochote, kwa maana vipi, yeye pia alikuwa hatambui maana ya hananan.
Tamam, hakadha. Wa akhraja al-Faryabi, na amepokea al-Faryabi akisema hadathana Israilu, ametuhadithia Israil. Hadathana Sammak ibn Harb, ametuhadithia Sammak ibn Harb an Ikrimata, naye Sammaki amepokea kutoka nani? Kwa Ikrima. An Ibn Abbas, naye Ikrima amepokea kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, ya kwamba Ibn Abbas amesema, qal, ya kwamba Ibn Abbas amesema kullu al-Qur'ani a'lamu, Qur'ani yote ninaitambua, Qur'ani yote ninaitambua, illa arba'an, isipokuwa vitu vinne tu. Akavitaja khislinun, cha kwanza khislinun, wa hananan, cha pili hanana, wa awahun, cha tatu awahun, warraqimu, cha nne arraqimu. Tamam. Vitu hivi Ibn Abbas alikuwa havitambui. Kwa nini? Ni matamshi mageni ambayo hawakupatapo kuyasikia katika ile sehemu ambayo wao walikuwa wakiishi, hata katika misafara au safari mbalimbali ambazo nini walikuwa wakienda, lakini matamshi yako ndani ya lugha ya Kiarabu. Na hii ni kuonesha kwamba lugha ni pana. Lugha ya Kiarabu jamani ni pana. Hata nishampokea mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Mauritania kule kwa Mashanaqita kule, anasema ama katika nahau na sarfu hakuna nisichokijua. Kwa sababu gani? Kwa sababu nahau na sarfu ni masomo ambayo au ni fani ambazo zimejengewa juu ya kanuni na kanuni zake zinafahamika. Kwa hiyo mimi nimezihifadhi zote, kanuni za kisarfa, za kinahau, za kibalagha, masuala ya arudhi yote anayatambua. Lakini katika lugha la aarif shay'an, sijui chochote katika lugha ya Kiarabu, sijui chochote. Kwa hiyo kuna tofauti, kuna kanuni za kilugha, maana kuna fani za kusoma kanuni za kilugha ambazo ndio hizo nahau, sarfa, nini, afikisha kuna ile lugha yenyewe ya Kiarabu. Hiyo ni pana Sheikh, hiyo ni pana. Hakuna aliyekiri kwamba yeye anatambua kila kitu kwenye lugha mpaka leo hii. Tamam, hakadha. Kwa hiyo Ibn Abbas alikuwa atambui vitu hivi vinne ndani ya Qur'an, lakini Qur'an yote alikuwa anayejua. Tamshi la kwanza khislinun. Khislinun maana yake usaha unaotoka kwenye viwiliwili vya watu wa motoni, kama Allah alivyoelezea katika suratu Al-Haqq aya ngapi? Aya 36. Akasema wala ta'amun illa min ghislin, na hakuna chakula huko motoni isipokuwa ule usaha unaotoka kwenye viwiliwili vyao. Tamam, hakadha. Wa hananan maana yake rahma, wa hananan maana bimaana rahma. Tamam, maana yake rehma. Tamam. Wa awahu maana yake kathiru duai wa tadharrui. Awahu ni ina maana kama ismu fa'il. Tamam. Maana yake kathiru duai wa tadharrui. Awahu maana yake ni yule mwingi wa kuomba dua na kunyenyekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Na hii ni sifa aliyosifiwa baba yetu katika iman Nabii Ibrahim alayhi salam. Allah aliposema inna Ibrahima la awahun halimun katika surati Tauba. Tamam, aya 100 na ngapi? Na 14. Warraqimu, raqim maana yake ni ule ubao ulioandikiwa majina ya wale watu ashabil kahfi, wale vijana walioingia katika pango, majina yao yalikuwa katika ubao huo. Ubao unaitwa arraqim. Arraqim kama Allah alivyosema am hasibta anna ashabal kahfi warraqima kanu min ayatina ajaba. Tamam. Wana hivi haudhani kwamba wal ashabul kahfi warraqima na ule ubao ambao tuliandika majina yao kanu min ayatina ajaba, walikuwa ni katika miongoni mwa alama zetu zenye kustaajabisha. Tamam. Na ni kweli ni watu ambao muujiza wao ni mkubwa. Hata wanasayansi wa zama zetu hizi wanalielezea tukio lao kama ni tukio la ajabu. Watu wamekaa muda mrefu kisha hawakuharibika. Lakini nini? Ni kwa sababu ya ile namna ambayo walikuwa wanakaa. Tamam, kwa sababu walikuwa wanakaa muda fulani ubavu wa kulia, kifika wanageuka ubavu wa kushoto. Tamam. Lakini pia jua namna linavyoingia mwili pangoni na kutoka, yani ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anadhihirisha miujiza yake. Tamam. Kuna wanasayansi waliongea kwamba kwa namna hile basi
ilikuwa ni sawa sawa, viwiliwili vyao nini visiharibike, vibaki katika hali yao ile ile hata kama walikaa muda mrefu. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema fawaidu maarifati algharib, faida za kutambua matamshi mageni yaliyomo ndani ya Qur'an. Maarifatu hadha alfanni lilmufassir daruriyatun, kutambua fanni hii. Fanni gani? Fanni ya kutambua maana za matamshi mageni yaliyomo ndani ya Qur'ani, lilmufassiri, kwa mwenye kuifasiri Qur'ani au kwa mwenye kutaka kuifasiri Qur'ani, ndio anayekusudiwa hapo. Kwa maana alladhi sayufassiru alqur'ana, hii alif na lam hapa ni mausul. Tamam, ni mausul. Tamam. Kwa hiyo maarifatu hadha alfanni, kuitambua fanni hii, lilmufassiri, kwa maana lilladhi sayufassiru alquran. Tamam, kwa yule ambaye anataka kufasiri Qur'ani, daruriyatun, ni jambo la msingi mno. Qala, amesema al-Imam az-Zarkashi fi al-Burhani, kwenye nini kitabu chake cha Burhan. Al-Burhan ni kitabu cha al-Imam Badruddin az-Zarkashi. Tamam. Kwa ukiona al-Burhan kwa maana anakusudiwa nani? Ukiona qala fi al-Burhani kwa maana anakusudiwa Badruddin az-Zarkashi. Tamam, hakadha. Kwa qala fi al-Burhan kwa maana amesema al-Imam Badruddin az-Zarkashi kwenye kitabu chake cha al-Burhan, yahtaju al-kashifu an dhalika ila ma'rifati ilmi al-lugha. Yahtaju al-kashifu, anatakiwa yule mwenye kutaka kutambua an dhalika, maana za matamshi mageni yaliyomo ndani ya Qur'ani, ila ma'rifati ilmi al-lugha, anatakiwa atambue elimu ya lugha, kwa maana atambue lugha ya Kiarabu. Na hii unatambua vipi? Kuna vitabu vya lugha vimetungwa vingi sana, kwa maana vitabu ambavyo kuna mufradati ndani yake. Tamam, hakadha. Asma'an wa af'alan, upande wa majina na vitendo, wa hurufa, na upande wa herufi. Tamam, kwa maana atambue elimu ya lugha ya Kiarabu. Asma'an, tamyizi, asma'an upande wa majina, wa af'alan na upande wa vitendo, wa hurufa na upande wa herufi. Tamam. Kisha akasema fal hurufu, basi herufi, liqillatiha, kwa sababu ya ule uchache wake, takallama an-nuhatu an maaniha ala maaniha. Tamam. Takallama an-nuhatu, wameshazungumzia wanawazuoni wanahau, ala maaniha, juu ya maana zake. Na sisi walillahi alhamdu tumelitanguliza hilo, tumeshasoma kitabu cha maani al-huruf al-awamil al-100 fi usul ilmi al-arabia. Tamam, nimetanguliza kitabu kile kwa maana yangu. Tamam, kwa maana yangu. Kwa sababu gani? Tunatarajia sisi kusoma mikararati ya sheria katika chaneli yetu ya YouTube. Sasa lazima mtu utambue vitu vile, na lazima pia utambue ulum al-Qur'an. Kwa sababu gani? Huko mbeleni tutakuja kusoma tafsiri ya Qur'an. Tamam. Kwa hiyo yule ambaye hakupitia basi arudi kule katika al-awamilul 100 akaangalie namna tulivyotwali kwa pamoja kile kitabu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo fal huruf, bas herufi, liqillatiha, kwa sababu ya ule uchache wake, takallama an-nuhatu ala maaniha, wanawazuoni wanahau walishazungumzia kuhusiana na maana zake. Fayukhadhu dhalika min kutubihim, basi linachukuliwa hilo la kutambua ni maana za herufi min kutubihim, kupitia vitabu vyao. Wa ama al-asma wal af'alu, ama majina na vitendo, fatukhadhu min kutub ilmi al-lughati, vyote hivyo viwili vinachukuliwa katika vitabu vya lugha. Qala Suyuti, amesema al-Imam Suyuti, wa aula ma yarji'u ilayhi fi dhalika, au aula ma yurja'u, yote yanaweza ukapita. Wa aula, na kilichokuwa bora zaidi, ma ambacho kwamba yurja'u ilayhi, kunafaa kurejewa. Sawa sawa, au yarji'u ilayhi, kwa maana yarji'u al-kashifu ilayhi fi dhalika. Tamam, hakadha. Kwa unaweza kupita yurja'u ilayhi au yarji'u ilayhi. Tamam, hakadha. Sisi tupita na yarji'u ilayhi. Tamam, hakadha. Qala Suyuti, amesema al-Imam Suyuti, wa aula, na kile kilichokuwa bora zaidi, ma ambacho kwamba yarji'u al-kashifu ilayhi, atarejea mwenye kutaka nini? Kufahamu ilayhi, katika kitu hicho, fi dhalika, kwenye kutaka kufahamu maana za matamshi mageni yaliyomo ndani ya Qur'ani. Ma ni kile ambacho thabata, kilichothibiti kupokelewa, an Ibn Abbas, kutoka kwa Ibn Abbas wa ashabihi, na
kwa wafuasi wake, kwa maana wanafunzi wake, al-akhidhina, waliopokea anhu, kutoka kwake yeye. Tamam. Fa innahu, kwani hakika hicho kilichopokelewa kwa nani? Kutoka kwa Ibn Abbas, warada anhu, sawa, kimetufikia sisi kutoka kwa hao wafuasi wake, kwa maana wanafunzi wake. Tayib, hii hapa ni dhamir shani. Tayib, fa innahu, kwani hakika yake. Tamam, hakadha. Fa innahu, kwani hakika yake, warada, sawa, anhum ma yastawibu tafsira gharib alqurani. Tamam, hakadha. Fa innahu, kwani hakika yake, warada anhum, sawa, kimekuja kutoka kwa wao. Warada, kimekuja kutufikia sisi. Anhum, kutoka kwa wao. Ma, kile kiasi ambacho yastawibu kinatosheleza tafsira gharibi alqurani, kufasiri maana za yale matamshi mageni ndani ya Qur'an, bil asanidi, wa sanad athabitati, zilizothibiti, as-sahihati, zilizokuwa sahihi. Mimma warada, miongoni mwa vile ambavyo vilivyokuja, an Ibn Abbas, kupokelewa kutoka kwa Ibn Abbas, an Ibn Abbas, kupokelewa kutoka kwa Ibn Abbas, min tariqi Abi Talha, kupitia ni njia ya Abi Talha. Wahia, na hicho kilichopokelewa wahia. Tamam. Wahia, na hiyo njia ya Abi Talha, na hiyo njia nani? Na hiyo njia ya Ibn Abi Talha. Wahia, na hiyo njia ya Ibn Abi Talha, min asahi turuqi anhu, ni katika njia sahihi ambazo zimepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas. Tamam, hakadha. Baada ya hapo akasema, wasaqa Suyuti, na ameandika al-Imam Suyuti fil Itqani, kwenye kitabu chake cha Itqani, ambacho ndio mukhtasari wake ni kitabu hichi. Tamam. Wasaqa Suyuti, na ameandika al-Imam Suyuti fil Itqani, kwenye kitabu chake cha al-Itqani, jami'a ma warada min dhalika, jami'a ma, yale yote ambayo warada, yaliyokuja, min dhalika, kutoka nini? Katika njia hizo. Tamam, kutoka katika nini? Kutoka katika njia hizo, ala wajhi al-itqan, kwa njia nzuri, kwa njia nzuri, wal isti'abi, na njia yenye kutosheleza, murattaban, iliyopangiliwa, ala suwari, kwa utaratibu wa sura. Kwa maana kila sura ameanza na sura ya yani na juzuu baada ya juzuu ya kwanza, yani matamshi ambayo ni gharibu katika suratul Baqara ni haya. Tamam. Ali Imran ni haya, mpaka mwisho wa nini? Mpaka mwisho wa msahafu. Tamam, hakika kuona mpaka mwisho wa yanapoishia yale matamshi mageni. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kufahamu hilo arejee katika kitabu gani cha Al-Itqani, na kila siku nawaambia mkitaka mfaidi zaidi hii elimu kwenye kukitwalia kitabu hichi, mtu amili awe na kile kitabu cha Al-Itqan. Tamam. Kwa maana ukiwa unatwalia kitabu hichi cha Al-Qawaid al-Asasiyya, basi pembeni yako pia kuwepo na kile kitabu cha Al-Itqani, utapata faida nyingi sana, kwa sababu kuna vitu vingi vimeachwa. Tamam, kuna vitu vingi vimeachwa, na kitabu hichi ni nini? Ni ufupisho tu, ni msingi tu, yani kupata kile kijimsingi cha chini kabisa, lakini sio kwamba ukisoma ukamaliza ndio umefahamu ulumul Qur'an. Hapana, ulumul Qur'ani, elimu za Qur'ani ziko nyingi sana. Tamam. Kwa hiyo hichi ni kitangulizi, ili mtu apate kidogo tasawur, apate ule ufahamu wa elimu hii. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema Sheikh, kaifa yaqaul gharibu fil Qur'an, vipi yani kaifa yaqaul gharibu fil Qur'an, inakuwaje yanapatikana matamshi yenye maana ngeni ndani ya Qur'an. Tamam. Ni kama swali linaulizwa sawa, ni kama swali linaulizwa, kaifa yaqaul gharibu fil Qur'an, vipi yanaweza kutokea matamshi yenye maana ngeni ndani ya Qur'an. Anasema ustushkila dukhulul gharibi fil Qur'an. Sasa ulipatikana mushkil, ulipatikana mushkil dukhulul gharib, wa kuingia matamshi yenye maana ngeni fil Qur'an, ndani ya Qur'an, ma anna salamata min al-gharabati min shuruti al-fasahati, pamoja na kwamba kusalimika matamshi au maneno min al-gharaba, kusalimika kutoka maneno na kuwepo matamshi mageni, min shuruti al-fasaha, ni katika miongoni mwa masharti ya ufasaha. Kwa maana maneno ili yasemwe kwamba ni fasaha, yanatakiwa ndani yake yasiwepo na matamshi
yenye maana ngeni. Sasa Qur'ani ndio afsahul kalami, ndio nini? Afsahu alkalam, ndio maneno yaliyokuwa fasaha zaidi. Watu wote wamekiri, hata wale makafiri. Sasa inakuwaje ndani yake kuna matamshi yenye maana ngeni? Ndo kinachokusudiwa hapa. Tamam. Ndo kasema ma anna salamata, tamam, ma anna salamata min algharabati min shuruti alfasaha, pamoja na kwamba maneno kusalimika na matamshi yenye maana ngeni, min shuruti alfasaha, ni miongoni mwa masharti mwa masharti ya ufasaha. Wal Qur'anu, na Qur'ani afsahu alkalami, ndio maneno yaliyokuwa fasaha kuliko maneno yote. Fayajibu an yakuna khaliyan min dhalika, basi inapasa an yakuna, iwe Qur'ani khaliyan, yenye kuepukana min dhalika, na hilo. Sasa inakuwaje yakawepo matamshi yenye maana ngeni ndani ya Qur'ani? Ajibu, anasema Sheikh, najibu swali hilo bi anna al-gharabata laha ma'nayan. Sasa hiyo anaweza kusema ajibu au ujiba. Tamam, ajibu au ujiba, na itakuwa ni ujiba sababu ile ni ajaba yujibu, si ndio? Inaweza ikaingiliana. Tamam jamani, unaweza kusema ajaba, unaweza kusema ujiba au ujibu. Tamam, hakadha lugha hizi aya. Kwa hiyo ujiba au ajibu, ujiba maana yake kukajibiwa swali hilo, na ajibu maana ninajibu swali hilo. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ujiba, ajaba, bi anna al-gharaba laha ma'nayan, kulijibiwa au ninajibu bi anna al-gharaba, ya kwamba matamshi yenye maana ngeni, laha ma'nayan, sawa, yana maana mbili. Sawa. المعنى الأول معنى ya kwanza اللفظ الوحشي غير المأنوس استعمالي, ni tamshi wahshi, tamshi lenye kushangaza, lenye kushangaza. غير المأنوس الاستعمالي, ambalo matumizi yake hayavutii. Tamam. Nadhani wale ambao wamepitia kwenye kusoma balagha nini katika mlango wa kwanza pale yamewekwa matamshi kama hayo. Tamam. Wa hadha mimma yukhillu bil fasaha, wa hadha, na maana hii ya kwanza, mimma ni katika ile maana ambayo yukhillu bil fasaha, inayoharibu ufasaha, kwa maana anahisi anakusudia wa hadha, na utumiaji wa tamshi kama hili. Tamam, hakadha anakusudia hicho. Sababu kasemaje? isti'malu lafdhi alwahshi. المعنى الأول معنى ya kwanza الغرابة استعمال اللفظ الوحشي. تمام، استعمال اللفظ الوحشي ni kutumia tamshi lenye kushangaza, ghairi al-ma'nus al-istimali, matumizi yake hayavutii. Tamam, hiyo ndo maana yake. Istimalu al-lafz al-wahshi ni kutumia tamshi lenye kushangaza, ghairi al-ma'nus al-istimali, tamshi ambalo matumizi yake hayavutii. Yani ukilieka sema mtu anashangaa, tamshi hili maana yake nini? Tamam, hakadha ndio kasema wa hadha mimma yukhillu bil fasaha, na wa hadha kwa maana na matumizi haya. Matumizi gani? Matumizi ya kutumia tamshi kama hili, mimma ni katika yale ambayo yukhillu bil fasaha, yanayoharibu ufasaha wa maneno. Kwa maana mtu ambaye ataandika maneno yake kisha ndani ya maneno hayo akatumia matamshi kama haya, basi anakuwa maneno yake yote ameyaharibia nini? Ufasaha. Wal maana athani, na maana ya pili, isti'malu ma la madkhala lirra'yi fihi. Isti'malu ma ni kutumia tamshi ambalo la madkhala lirra'yi, hakuna namna ya kutumia rai katika kubainisha nini maana ya tamshi hilo. Lirra'yi fihi, isti'malu ma ni kutumia tamshi ambalo la madkhala lirra'yi fihi. Isti'malu ma, kutumia tamshi ambalo la madkhala, hakuna namna, lirra'yi, ya kutoa rai katika nini, fihi, kufahamu maana ya tamshi hilo. Tamam. Kwa maana na inakuja ibara ambayo ina ufasaha, tamam, uliokamilika, kisha linakuja kuwekwa tamshi
tamshi hilo halishangazi, halishangazi, lakini pia linavutia kutumiwa kwake, isipokuwa tu maana yake imefichikana. Ndiyo matamshi yaliyomo ndani ya Qur'ani. Hebu wewe angalia matamshi ya nyuma, hislin wa hananan wa raqim wa awahu. Matamshi matamu, matamshi matamu yanavutia, sawa sawa, na yalikuwemo ndani ya Qur'ani, sawa, lakini tu yalifichikana maana yake. Tamam, hakadha. Bali yarji'u maanahu ila an-naqli, maana yake inarudi katika nini? Katika kupokea, sawa sawa. Akasema mithlu qaswaratun, mithlu, mfano qaswaratun, tamshi la qaswara lil asadi, lenye maana ya simba, lenye maana ya simba. Tamshi la qaswara ni tamshi gharib, lakini halishangazi, lakini pia linavutia, sawa sawa, linavutia katika kutumiwa kwake. Ndio akasema wa hadha an-naw'u waqi'un fil Qur'ani, na aina hii ya pili, aina hii iliyobebwa na maana hii ya pili, waqi'un fil Qur'ani, imetokea ndani ya Qur'ani. Tamam. Wa huwa muhtaju ila albayani min ahli hadha ash-sha'n, wa huwa, na aina hii ya pili muhtaju ni yenye kuhitajia ila albayani, kubainishwa, min ahli hadha ash-sha'n, kutoka kwa watu wa fani hii, kwa maana kutoka kwa watu wa fani ya kubainisha zile maana za matamshi mageni yaliyomo ndani ya Qur'an. Tamam. Qala Abu Bakr ibn al-Anbari, qala Abu Bakr ibn al-Anbari, tamam, inavuta be. Qala Abu Bakr ibn al-Anbari, amesema Abu Bakr ibn al-Anbari, qad jaa an as-sahabati wat-tabi'ina kathiran al-ihtijaju ala gharib al-Qur'ani wa mushkilihi bish-shi'ri. Tamam. Qad jaa, hakika kumekuja, ani sahabati, kutoka kwa masahaba, watabiina, kwa tabiina, kathiran, mara nyingi, al-ihtijaju, kujengea hoja za kubaini ala gharibi al-Qur'ani, matamshi yenye maana ngeni ndani ya Qur'ani, wa mushkilihi, na matamshi yenye kutatiza, bishairi, kupitia mashairi. Kwa maana vipi? Akiwa na maana kwamba masahaba na tabiina, sawa, mara nyingi walikuwa wakiona tamshi ni geni ndani ya Qur'ani, maana yake haiko wazi, sawa, wanarudi katika mashairi ya Waarabu. Kwa sababu gani? Katika mashairi mule kuna lugha nyingi watu wanatumia, na kupitia yale mashairi ndio wakawa wanabaini maana za matamshi ya Qur'an. Tamam. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ash-shi'ru diwanul arab, shairi akikusudia mashairi. Tamam. Ash-shi'ru, mashairi, diwanul arabi, ndiyo hifadhi ya lugha ya Kiarabu. Kwa maana lugha ya Kiarabu imehifadhiwa katika mashairi. Tamam, hakadha. Fa idha khafiya alaina alharfu min alqur'ani, fa idha khafiya alaina alharfu, itakapojificha alaina, kwetu sisi, alharfu, maana ya herufi, kwa maana maana ya tamshi, min alqur'ani, katika Qur'ani, alladhi, Qur'ani ambayo, anzalahu Allahu, Mwenyezi Mungu ameiteremsha, bilughati alarab, kwa lugha ya Kiarabu, raja'na ila diwaniha, tulikuwa tukirejea katika nini? Katika hifadhi ya lugha hiyo. Inarudi katika bilughati alarab. Tamam. Raja'na ila diwaniha, tulikuwa tukirejea katika hifadhi ya lugha hiyo. Tamam. Faltamasna maarifata dhalika minhu, basi tunatafuta maarifata dhalika, kutambua maana ya tamshi hilo, minhu, kupitia hiyo hifadhi ya lugha ya Kiarabu. Nayo ni nini? Ni mashairi, anakusudia mashairi. Tamam. Thumma akhraja min tariqi Ikrimata, kisha akapokea huyu Abu Bakr ibn al-Anbari kupitia njia ya Ikrima an Ibn Abbas, kutoka Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, Mwenyezi Mungu amridhie yeye na mzee wake, qala, amesema, idha sa'altumuni an gharibi al-Qur'ani, pindi mtakapotaka kuniuliza kuhusiana na maana ya tamshi geni ndani ya Qur'ani, faltamisuhu fi ash-shi'ri, basi itafuteni hiyo maana ya tamshi hilo, fi ash-shi'ri, katika mashairi, fa inna ash-shi'ra, kwani hakika mashairi, diwanul arabi, ndiyo hifadhi ya lugha ya Kiarabu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ndio kanuni ya kutambua gharibi al-Qur'an kwa namna ilivyoelezwa na mifano iliyotolewa
iko wazi. Wa ila huna ntahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.